Ukimuona mtu wa aina yoyote anakusema kwa lolote, liwe la ukweli au liwe la uongo, wallahi kuna kitu umemzidi. Yes, ni wakati mwingine tena. Karibu sana mtazamaji wa Rich Media. Of course ni ulipita muda mrefu kweli kweli. Sheikh Firdaus Al-Kadili wanasema kwamba amepotea, kumbe alijichimbia huko Dodoma kufanya tiba, na aliweza kumvuta Sheikh Profesa Mazinge kuweza kufanya majambo kwa Dodoma. Nikasema kwamba nimtafute niweze kuzungumza naye. Huyu ni mume wa chai wote. Kwanza asalamu alaykum. Wa alaykum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bana, umefanya makubwa sana Dodoma. Ndiyo. Watu wakatamani kujua kile ambacho umekifanya kimekuaje kule. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na nazihitaji swala nyingi na salamu zimwendee bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nilikuwa nje ya Dar es Salaam takriban mwezi mmoja kumradhi. Nilikuwa nje ya Dar es Salaam zaidi ya mwezi mmoja. Tulikuwa ardhi ya Kondoa. Ziara yetu ilianzia katika ardhi ya Dodoma, tukaenda katika ardhi ya Kondoa vijijini huko kwa ajili ya kulifikisha neno la Mwenyezi Mungu. Tulikuwa tuko na mdaharo mkubwa sana baina ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu wa Sabato, ambao ziara hiyo nilikuwa naye Sheikh Habib Osman Mazinge, profesa na mashekhe wengineo. Hakika ziara yetu ilikuwa ni ziara ambayo ilikuwa na matunda mengi. Ni ziara ambayo tumepata mapokezi ambayo hatukuwahi kuyapata sehemu yoyote. Ni ziara ambayo tumepata ukarimu wa hali ya juu. Hasa ni washukuru watu wa ukanda wa Kondoa. Watu wa Kondoa, mna maua yenu, mna pepo yenu. Wallahi watu wa Kondoa ni wakalimu sana. Wallahi watu wa Kondoa wana umoja. Wallahi watu wa Kondoa wana ukarimu. Watu wa Kondoa wana huruma. Watu wa Kondoa wanawapenda sana wageni. Watu wa Kondoa, yani kila nikitafuta pahala pa kujaribu kusema ili mradi nionekane nimewaelezea au nimewashukuru kwa ihsan, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kwamba hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Je, hayakuwa malipo ya mtu aliyokufanya wema ukamfanyia wema? Subhanallah. Hata Mtume anatuambia atakayekufanyeni wema basi mlipeni wema, kama hamwezi basi muombeeni. Sisi tunakuombeeni sana dua. Ndugu yangu, katika ardhi ya Kondoa tumepata mapokezi makubwa. Nimeona watu wamefika kabisa. Tumefanya makongamano baada ya lile kongamano la debate ya kanisani baina ya Waislamu na wasiokuislamu wa Sabato Kolo. Tumekwenda vijiji takriban kadhaa. Tumekwenda sehemu moja inaitwa Iyoli. Unakujua Iyoli? Kama nimekosea wataniweka sawa. Tumekwenda sehemu moja inaitwa Iyoli. Tumekwenda sehemu moja inaitwa Waida. Tumetoka Waida tumekwenda sehemu moja inaitwa Kingale. Lakini pia tumekwenda yani vijiji takriban 6 au 7 tumekwenda, vingine nimevisahau jina. Tumefikisha neno la Mwenyezi Mungu. Tumepata ushirikiano mkubwa. Tumepata pia ushirikiano katika vyombo vya kiserikali. OCD wa Kondoa pale, Mwenyezi Mungu amjalie kila la kheri. Maaskari wa kata, maafisa usalama wote walikuwa wanatupa ushirikiano. Tumefanya dawa pia za kimisikitini, mihadhara mbalimbali ya misikitini. Msikiti wa Kondoa mjini pale tumefanya, lakini pia msikiti wa pale sijui panaitwa wanapopandia mabasi nimepasahau, sehemu nyingi sana nimezisahau. Kwa hiyo alhamdulillah safari ilikuwa njema, na sasa tumerudi Dar es Salaam. Tuko ardhi ya Dar es Salaam, tunajiandaa na safari ya kuelekea katika mikoa mingine mbalimbali, na tumerudi. Yule mwenye shida yake, yule mwenye changamoto yake, yule aliyokuwa na mtihani, basi anitafute pale ambapo ninaweza kumsaidia, basi inshallah taala basi nitamsaidia biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, kwani tuko na madawa mengi sana. Tunazo dawa hapa mkononi. Hii dawa inaweza kuyatibu maradhi ya UTI kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Lakini pia tunayo dawa wale wenye kuteseka na maradhi ya vidonda vya tumbo, hii hapa inasaidia sana. Lakini pia alkadhalika tunayo dawa ya kidume super power, ni nzuri wale walioathirika na masturbation. Lakini pia tunayo dawa nzuri ya uzazi ya kuweza kuyatibu changamoto za akina mama. Hii ni dawa inaitwa dawa ya PID. Unasumbuliwa na mayai kuharibika, mimba kuharibika, kutohisi hamu katika tendo la ndoa, hii ni dawa nzuri sana, inaweza ikakusaidia kwa idhini yake Mwenyezi Mungu. Madawa ni mengi sana, mimi nipo, ni wewe tu kunitafuta kuanzia sasa. Tumeshatoka kwa Warangi huko Kondoa, Nomwale, Nosaka, Jori,
Tengri, unasikia mpaka kidogo lugha ya watu wa Kondoa kidogo tumeibiaibia, lakini shekhe, hiki kama hii chukue kama ilivyo. Hakuna watu wakalimu, hakuna watu waliojaliwa upendo, hakuna watu waliojaliwa huruma kama watu wa Kondoa. Warangi, Mungu awalipe kila la kheri. Warangi, Mungu awaingizeni peponi, na Warangi wote mtaingia katika pepo ya Firdausi. Mungu ajalie kila la kheri. Tumekaa zaidi ya mwezi mmoja, watu tumepewa mpaka mashamba shekhe. Kuku wao tumepewa takriban tani moja, tani 2 au 3 ya mahindi. Watu wanaleta nafaka, mtu anasema mimi sina cha kukupeni. Allahu akbar. Mungu ajalie kila la kheri. Na mikoa mbalimbali ambayo mnatamania tufike, weka komenti yako hapa, inshallah taala tutafika na tutafikisha neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sawa, yote tunaweza kusema kwamba wakati wa Mwenyezi Mungu ndio wakati sahihi, kama kile ambacho wamekuwa wakizungumza na wamekuwa wakisisitiza kila siku. Unaona bana, hivi she, ukisikia mtu anachafua dini ya Kiislamu unamchukuliaje mtu? Kwanza, Uislamu ni tabia. Unaposikia Uislamu ni tabia zilizokuwa njema. Uislamu huu umekamilika. Uislamu una akhlaq zilizokuwa njema, kwa sababu tunaye mtume wa ukweli ambaye ni bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ambaye Allah amemtuma kuja kuwa ni rehema kwetu sisi, ambaye hizi tabia unazoziona ziko yeye yuko ya juu ya tabia iliyokuwa njema. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasema mtume ni kiigizo kilichokuwa chema. Ni vibaya sana mtu anatukana. Ukimwona mtu anatukana, huyo bado anahitaji aambiwe tena kwa maneno yaliyokuwa ya kheri. Mtu atakiwi kutukana. Wewe unatukanaje? Yaani tuanzie hapo. Wewe unatukanaje? Matusi yatakusaidia nini? Nashangaa unaona mtu mitandaoni anawatukana mpaka mashehe, tena mpaka viongozi wakubwa. Wengine nafikia pahala mpaka anawatukana viongozi wa kiserikali. Ukimtukana baba wa mwenzako, basi elewa umemtukana baba yako. Ukimtukana mama wa mwenzako, elewa kwamba umemtukana mama yako. Matusi hayafai. Tusiwe watu wa kutukanana. Maisha yenyewe ni maisha mafupi, alafu unakuwa ni mtu wa mabifu, unakuwa ni mtu wa kutukana. Tena mtu mwingine anatukana matusi ya nguoni mpaka tena katika vyombo vya media. Na hizi media tunakombeni, tizama mtu anavyotukana, inakuwa haipendezi. Kwa hiyo haitakiwi mtu kutukana, haitakiwi mtu kuwatukana viongozi, haitakiwi mtu sasa awe anajisifu kwamba yeye anajua kutukana. Hakika huu utakuwa ni msiba, na hakika huu utakuwa ni mtihani. Ni muombe Mwenyezi Mungu Rabbul Izzah sisi ya kupendana, na tusishindwe sisi, hasa vijana. Nichukue pia fursa hii ndugu yangu Rich Media kusema na vijana kwamba sisi never give up. Ndio. Tusipende sisi kukata tamaa. Hatutakiwi sisi kukata tamaa. Wakati wa Mwenyezi Mungu ndio wakati sahihi. Ukimwona mtu wa aina yoyote anakusema kwa lolote, liwe la ukweli au liwe la uongo, wallahi kuna kitu umemzidi. Aliwahi kusema moja ya wasemaji aliwahi kusema kwamba chizi hachukiwi. Ukijiona unachukiwa, wewe huko timamu. Na mtu yoyote, una ule mtu anasema aliyepewa kapewa, yani aliyopewa kapewa. Allahu yarzuqul man yasha, Mungu anamruzuku katika watu amtakaye. Inawezekana wewe ukawa unatumia nguvu sana kumshusha mtu, lakini this is our time au this is my time, kwamba huu ni muda wa mtu ambacho unaona kwamba ukikifanya katika maisha yako kitakuwa ni sababu ya kupata riziki yako ya halali, itakuwa ni sababu ya kutoka katika hali ya kuombaomba, itakuwa ni sababu ya wewe kukutoa katika dhiki na katika mitihani. Maadamu umkosei Allah, never give up. Ziba sikio la kulia, ziba sikio la kushoto, piga mbele. Kwa mfano watu ambao wanasema dini ya Kiislamu, ndio wewe kama Sharif, ndio unawachukulia hatua gani? Tuambie kutoka mwana. Ndio. Watu wanaotukana waache kutukana. Usiutukane Uislamu. Hadha dinullah, hii ni dini ya Allah. Ndio. Hii ni dini aliyokuja nayo bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Acheni kuutukana Uislamu, acheni kuutukana Uislamu. Na matusi hayasaidii jamani. Matusi hayasaidii. Alafu hakuna kitu kibaya kuwa wewe unashughulika na kitu na kitu kisichokushughulika.
Yani unashughulika na kitu ambacho yani hakina time na wewe, yani kinyume chake unashughulika na mtu huyo hana time na wewe. Ujioni kwamba wewe hamnazo? Yani unashughulika kumjaji mtu, unashughulika kumwataki mtu, unashughulika kumshushia mtu nafasi yake, unashughulika kumtukana mtu. Yeye ndo kwanza ananeemeka. Ndio. Wewe wakati upo kwenye vituo vya daladala unasubiri magari yanayoelekea sijui Sinza wapi, mwenzako yupo katika mnaita kiyoyozi. Tena amefunga kabisa kioo. Haya, nani ataonekana mbaya? Anasema kwamba Qur'ani imekuja tu ameandika mashehe, ila sio kweli. Hapana. Qur'ani ni kitabullah. Qur'ani ni kitabu cha Allah. Alladhi dhalika alkitabu la raiba fi, ni kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake. Qur'ani haina shaka. Ukiona mtu yoyote anajaji kuhusu Qur'ani, huyo bado anahitaji aelekezwe vizuri kwa Kiswahili kilichokuwa kizuri, aelekezwe bila matusi. Pengine unajua nafsi, unajua pumzi hizi zinatudanganya sana. Mungu atuhifadhi na Allah tuwahifadhi Waislamu wote. Pumzi zisije zikatudanganya ikafikia pahala ukaanza kukufuru. Sasa hatutakiwi kufanya hivyo. Naam. Sawa, of course kile ambacho umekifanya shehe ni sahihi kabisa, na kauli yetu ni ile, wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Sasa tuweze kuzungumza kile ambacho kimekuja hapa. Kuna moja kati ya mtu fulani siweza kumtaja, ameweza kushout sana dini ya Kiislamu. Watu wakasema kwamba anafanya makosa na dini ya Mwenyezi Mungu ndio dini ya Kiislamu pekee. Huyo mtu anaitukana dini ya watu, anaitukana Uislamu, haifai. Hata sisi angalia Uislamu ulivyo. Uislamu umekataza mpaka kuwatukana wasiokuwa Waislamu. Nakwambia kabisa. Ndio. Yani ukimwona shekhe yoyote anawatukana wasiokuwa Waislamu, ndio nimtolee mfano tu baba yangu Sheikh Mazingi. Ndio. Profesa. Lini uliwahi kumsikia Sheikh Mazingi anawatukana Wakristo? Sijawahi kumsikia. Hapana. Lini uliwahi kumuona, ulimuona nani, ulimuona kiongozi gani wa Kiislamu anawatukana wasiokuwa Waislamu? Uislamu si matusi jamani. Uislamu si marumbano. Uislamu si magomvi. Uislamu si mivutano. Uislamu sio farka. Uislamu haujafundisha hivyo. Uislamu haujaelekeza hivyo. Dini yetu haijaelekeza hivyo. Yani Uislamu unazuia kumtukana hata mtu asiyokuwa na dini, yule mpagani. Uislamu unaambia usitukane. Vipi sasa wewe umepata wapi ujasiri wa kutukana Uislamu? Utadhalilika vibaya wewe. Na wewe mwenyewe ulisema kwamba tumuulize yeye dini gani? Huyu anatukana lakini kripu zake mtu yoyote anayetukana Uislamu, wewe dini gani? Sababu Uislamu unazuia matusi, Mtume kazuilia matusi. Ukamwambia dini gani? Na Ukristo hauruhusu matusi. Dini zote za haki. Sisi Waislamu na wasiokuwa Waislamu sisi ni ndugu, na tunaruhusiwa kushirikiana, ila hatushirikiani katika ibada. Ndio. Na katika mila zetu na desturi, hasa sisi wa Tanzania, namna tulivyolelewa na wazee wetu. Nyumba ya Mkristo anakaa Muislamu. Ndio. Hapo umekuja dukani kwangu. Naam. Vijana hapa, nina vijana zaidi ya 7 dukani. Ili duka hili. Duka kubwa kweli. Kubwa. Kama unavyoliona hili duka hili. Hapa mimi huwa nauza madawa jumla na rejareja, madawa ya asili hapa, madawa ya biashara, madawa ya mvuto, madawa ya kupandishwa vyeo, madawa ya kutoa majini, madawa ya kuzindika majumba, madawa ya kuosha chombo chako cha usafiri umenunua, ima ni pikipiki ni nini. Hapa ina vijana wasiokuwa Waislamu. Leo nyumba ya Muislamu anakaa siokuwa Muislamu, nyumba ya Mkristo anakaa Muislamu. Hivyo ndivyo ukiona imefikia pahala sasa imekuja vita ya udini, hatuwezi. So sawa. Si sawa. Sawa. Kabisa, tuache ushabiki, si sawa. Si sawa. Ifike pala tuache ushabiki, si sawa. Acha kutukana. Wewe unatukanaje? Alafu mwanaume unatukanaje? Hebu tuanzia. Wewe mwanaume unatukanaje? Kakutuma nani utukane wewe? Ukitafuta trending, ukitafuta kutreni kwa kuwatukana watu, hakika utapata madhambi mbele ya Allah. Yani muda wako unapofika shekhe, hata watu wapange vipi kukushusha, kukuharibia. Tena mwingine kinachonisikitisha, unaweza kukuta mtu anapambana kukuharibia jina. Sasa wewe mfano unapambana kuniharibia jina lenyewe mimi nimepewa na wazazi, sikujipa jina. Ndio. Au jina nimepewa. Yani unapambana kumharibia mtu jina aliyakuwa jina kapewa na wazazi wake.
Hatari sana. Yaani ni ngumu sana. Wakati wewe unafurahia anguko la mwenzako, Mungu ndiyo anamneemesha. Hakuna kipindi kinafurahisha, hakuna kipindi kigumu, hakuna kipindi kizuri kumradhi, kama kipindi ambacho adui yako alijua utaanguka, alafu time hiyo hiyo Mungu anakuneemesha. Sisi tunaamini wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mungu wetu anayeitwa Allah, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Yeye ni muweza wa kila kitu. Never give up. Tuweka hard, tupambane, usijikatie tamaa. Amka ili kuwashushia watu heshima, kuwashushia watu nafasi zao. Hakika utashuka wewe, kwa sababu Mwenyezi Mungu anampa amtakaye. Aliyepewa kapewa. Allahu yarzuku man yasha. Allah anamruzuku amtakaye. Acha kuwatukana watu, acha matusi, acha kuwatukana viongozi, acha kuwatukana watu. Huruhusiwi kutukana kama Muislamu. Dini yetu ni mwiko kutukana, dini yetu ni mwiko magomvi, dini yetu ni mwiko mavutano. Mungu atujalie kheri, Mungu atusamehe pale tunapokosea, aturidhie hapa fi dunia wal akhirah. Watu wamekuwa na changamoto sana katika swala zima la uzazi. Tuweze kurudia, watu waweze kufahamu tena kuhusu swala zima la uzazi, uweze kueleza kwa kina. Tuambie. Swala lipi? Swala la uzazi katika upande wa mwanamke. Ndio, wale wanaosumbuliwa na uzazi wasikate tamaa. Unasikia mtoto anaitoa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapa mkononi kwangu tuko nazo dawa. Usije ukajikatia tamaa kwamba mimi nitakuwa sizai. Jamani, mnaosumbuliwa na uzazi msisite kunitafuta. Ndio. Mnaosumbuliwa na uzazi, wengine mnapata mimba zinaharibika. Mwingine unakuta maskini ya Mungu kapata mtoto mmoja mpaka ametimiza age ya miaka 25. Kama juzi nimepata mama mmoja, mama mtoto wake ana mtoto ana miaka 25. Mpaka toka amezaa mtoto huyo mmoja hapati tena mtoto. Sasa dawa ziko hizi hapa dawa kwa ajili ya uzazi. Mimba zinaharibika, haupati period yako kwa mpangilio, au mimba unashindwa, mimba hazikai kabisa. Sasa hii hapa dawa inasaidia, nitafute na nitakusaidia. Na hiyo dawa yako ni maarufu sana. Kuna moja kati ya superstar hapa Tanzania ameweza kupona kupitia wengi sana. Shekhi wametoa ushuhuda kupitia dawa hii ya uzazi kwa kina mama. Hii dawa hasa waliokuwa katika ndoa pia hawafurahi tendo la jimaa, tendo la ndoa. Hii hapa dawa itakusaidieni dada zangu. Hii hapa dawa inayatibia maradhi ya wakina mama, maradhi ya mwasho, maradhi ya PID, maradhi ya mimba kuharibika. Hii dawa hebu nitafute niweze kuipata dawa hii. Na mwisho tunamaliza ndugu yangu, ndugu zanguni. Tuna kampeni ambayo tuko nayo. Na hii tumepokea kutoka kwa wazee wetu. Tuna kampeni ambayo leo tuko nayo kama